DW tunavuma kwa kishindo. Ni kukaribishe tena kwenye safu hii ya mjadala wa siku. Kama nilivyokuarifu, tunaimulika Tanzania. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Lissu yuko korokoroni tangu Jumatano jioni, na jana Alhamis alifikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya uhaini na uchochezi. Lissu alikamatwa kusini mwa Tanzania na kusafirishwa hadi kwenye mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam, ili kufunguliwa mashtaka. Polisi inasema mashtaka yake na kuhusu matamshi aliyotoa hivi karibuni alipoifananisha kampeni ya Chadema ya kushinikiza mageuzi kwenye mifumo ya uchaguzi kuwa sawa na harakati za uasi. Tangu alipochaguliwa mapema mwaka huu, Lissu amechukua msimamo wa kutaka mageuzi mapana ya kisheria na usimamizi kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu nchini Tanzania. Yeye na viongozi wenzake wamekuwa wakitumia mikutano ya hadhara kuipigia debe kampeni hiyo, waliipa jina ya bila mageuzi hakuna uchaguzi. Kesi dhidi ya Lissu tayari imezusha ukosoaji mkubwa kutoka mashirika kadhaa ya kidemokrasia na haki za binadamu nchini Tanzania na hata kimataifa. Viongozi wenzake wa chama wanasema mashtaka ya uhaini na mengine dhidi ya Lissu yamechochewa kisiasa. Lakini kesi dhidi ya mwanasiasa huyu wa upinzani nchini Tanzania inaiweka wapi hali ya kisiasa ya taifa hilo la Afrika Mashariki, na ipi itakuwa hatma ya shinikizo la mageuzi kwenye mifumo ya uchaguzi ya nchi hiyo? Kujadili hilo nimemkaribisha hapa kwa njia ya simu Fulgence Masawe. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya sheria akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Fulgence, naamini unanisikia. Unaendeleaje hapo Tanzania? Salama kabisa bwana Rashid, na Dar es Salaam leo mvua inanyesha muda huu. Na natumai hiyo ni baraka kwa wakazi wa Dar es Salaam. Fulgence, tuanzie hapa. Kwa mataifa mengi duniani, kosa la uhaini ni miongoni mwa yale makubwa kabisa. Yanahusu madai kwamba mtu anayeshtakiwa amekula njama ya kuiondoa serikali madarakani iliyochaguliwa kwa njia halali. Kwa Tanzania, mashtaka haya yana uzito huo huo? Ya kosa la uhaini ni kosa kubwa kama ulivyosema kwa nchi yoyote, na Tanzania ikiwa sehemu ya Jumuiya ya Madola, kosa la uhaini ni kosa kubwa sana ambalo adhabu zake pamoja na nyingine ni adhabu yake ni kifo. Na ukiangalia mazingira yake, kosa hili, shida ambayo imekuwa na changamoto nayo, limekuwa ni kosa ambalo linatumika zaidi kisiasa kuliko uhalisia, na ndio maana mara nyingi unakuta makosa kama haya yanalenga zaidi wanasiasa na kwenye kauli za kisiasa na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa Tanzania kama zilivyo kwa nchi nyingine ni kosa kubwa sana ambalo kama utapata na hatia unaweza kupata hata adhabu ya kifo. Kutokana na uzito huo ulioeleza, bila shaka waendesha mashtaka kwenye nchi yoyote ikiwemo Tanzania inakuwa si rahisi kuamua kwa njia nyepesi tu kumfungulia mtu mashtaka ya uhaini. Kwa tathmini yako, msingi ulioelezwa na waendesha mashtaka nchini Tanzania wa kufungua kesi ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu una uzito? Naweza kusema kwamba sijui wametumia vigezo gani, lakini ukiniangalia kwa mtaalamu wangu wa kisheria nitaona kuna shida. Ndio maana nasema ni mkosa wa kisiasa haya. Nafikiri pia atamalizwa kisiasa kuliko kisheria. Nafikiri ni swala tu la kumnyamazisha na kupunguza vuguvugu hili linaloendelea. Lakini mwisho wa siku ukiangalia msingi wa nakala ya mashtaka na marejeo anayoyafanya ni kwenye mkutano ambayo alisema kwamba watafanya uasi. Sasa uasi na uhaini ni vitu vili tofauti, lakini hata kama yeye hajatamka kauli ya uhaini kama moja kwa moja, kauli anazozungumza na no reform no election ni kauli za kisiasa ambazo mwisho wa siku sasa chama cho cha siasa lazima kijipambanue kuonyesha kwamba kuna tatizo sehemu fulani na chenyewe kuenda kupambana nalo na katika kuleta nafuu kwa wananchi. Kwa hiyo sitegemei chama cha siasa siku zote kitumie kauli ambazo zile ambavyo chama tawala kitazipenda. Kwa hiyo naamini kesi ni ya kisiasa na imekaa kisiasa zaidi na itamalizwa kisiasa kama vile malizwa ya mtangulizi wake Bwana Mbowe na shauri lake la ugaidi. Tutagusia kidogo hapo. Nataka nikuulize swali ambalo naamini linaweza likawa gumu. Wewe ni wakili. Ungekuwa una mteja unayemwakilisha mahakamani, amefunguliwa mashtaka katika mazingira haya ambayo Tundu Lissu amefunguliwa mashtaka, kwa matamshi pengine kama haya ambayo Tundu Lissu ameyatoa, ungejenga hoja gani kumtetea mteja wako mahakamani? Hoja kwanza ingekuwa ni kukataa kwanza hilo shauri, kwa sababu aina ya shauri alilopewa kwa sheria za Tanzania kwanza linamnyima dhamana. Ina maana atakuwa nje ya, yaani uhuru wake atakuwa hana kwa muda wote kesi inaendelea.
Kwa hiyo ukiacha kesi ikiendelea muda mrefu, ina maana yeye anazidi kuumia, na kwa afya yake na harakati zake za kisiasa zitakuwa zinaathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo njia mojawapo kwanza ni kuyapinga hayo mashtaka kwanza, kwa kusema mashtaka sio sahihi na mashtaka ambayo zikuthibitishwa, kwa sababu mwisho wa siku ukiacha kesi hii endelee, hii inaweza kachukua mwaka au na zaidi, na mwisho wa siku ataendelea kukaa gerezani. Ukiangalia afya ya Tundu Lissu baada ya kushambuliwa na risasi 16, na ukiangalia harakati zake za siasa zitakuwa zimeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo mimi nachokiona hapa zaidi, kwa vile atakosa dhamana, ndio adhabu ambayo atakuwa anaipata kwa muda mrefu. Kwa hiyo njia iliyopo ni kupambana na hilo shauri liweze kuondolewa kwamba halina msingi wala halikidhi vigezo vya kuwa uhaini. Unaamini Tundu Lissu anaweza kutumia vile vile hoja ya kutetea uhuru wake wa maoni na kujieleza kama msingi wa kuipinga kesi hii? Kwa sababu waendesha mashtaka wanasema sababu ya kufungua shauri hili ni matamshi yake, na mwanzo umeeleza, ameifananisha yeye mwenyewe Tundu Lissu kampeni yao ya kutaka mageuzi kwenye mifumo ya uchaguzi kuwa sawa na uasi, lakini wale wanaomtetea lau sasa sio mbele ya mahakama, wale wanaotoa hoja ya kutetea kwamba kukamatwa kwake ni kosa, wanasema alikuwa anatumia haki yake ya kikatiba na kisheria ya kutoa uhuru wa maoni na kujieleza. Unakubaliana na msingi huo wa hoja? Nakubaliana na msingi huo, lakini kumbuka pia yule ni mwanasiasa, na mwanasiasa lazima aongee kauli za kisiasa. Huwezi kuwa mwanasiasa ukaacha kuongea kauli ya kuitoa serikali iliyoko madarakani. Maana mwisho wa siku utakapoanza unaitoa serikali iliyoko madarakani, utaulizwa unaifanyaje. Ina maana mwisho wa siku utaifanyia kupitia sanduku la kura. Kwa hiyo maboresho wanayoyapigania ya no reform no election, ina maana yakifanyika yatafanikisha kuiondoa serikali madarakani. Na hakuna mtu ambaye anafanya uhaini anaenda kupanga hadharani kwa kauli. Uhaini ni kosa kubwa sana, na hata inaweza kuwa fedheha kwa nchi ambayo ina mili na majeshi, kwamba kuna mtu anaweza akakaa hadharani akafanya press conference anapanga uhaini. Hapana, yeye alisema atafanya uasi, na watakacho kiasi ni ile sanduku la kura, kwamba wao wanakataa uchaguzi, maana wanaamini uchaguzi hauwezi kufanyika kwenye mazingira yaliyopo, na ni kitu ambacho kimekuwa kinapiganiwa muda mrefu, na serikali yenyewe inatambua kwamba kuna changamoto kwenye sheria zote za uchaguzi. Ndio maana wamefanya marekebisho kwenye sheria zenyewe. Rais ameunda kikosi kazi cha demokrasia, kumefanyika maridhiano na vyama vya upinzani. Kwa hiyo haya yote yanayozungumzwa na vyama vya upinzani, kwa sababu hata ACT Wazalendo nayo inasema wana operation ya linda demokrasia. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba hili tatizo linatambulika hata na serikali yenyewe, na serikali inalifanyia kazi, lakini sasa wanapishana kauli labda kwa namna ya kuifanyia. Wakati yetu Tundu Lissu wanasema watagombea uchaguzi, wengine wanataka meza ya maridhiano waweze kurekebisha hizo changamoto za uchaguzi wa Tanzania. Niko hapa studio na mwenzangu Selina Mdem, lakini kabla sijamkaribisha aseme wale wanaotufuatilia wanasema nini kuhusiana na sakata hili, nataka Fulgence Masawe utusaidie. Uligusia mwanzo kwamba kesi hii ya Tundu Lissu unasema wale wanaoipinga wanasema imechochewa kisiasa, na sio Chadema tu, hata mashirika kadhaa ya ndani nimeona ripoti wanaelezea kuwa kesi hiyo imechochewa kisiasa, na wametoa mwito wa kuachiwa kwa Lissu huru mara moja. Kesi hii itautia doa kiasi gani utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambako alipoingia madarakani Rais Samia alisema analenga kutoa haki za kisiasa, uhuru wa watu kujieleza na kulinda demokrasia? Fulgence. Kwa kiasi kikubwa serikali ya Mama Samia ilijipambanua kwenye R4 zile za maridhiano pamoja na ustahimilifu. Sasa ukiangalia ile resilience wanayoisema, ina maana kuna haja ya kuvumilia hizi kauli zinazozungumzwa. Mara nyingi huweza kukuta rais ana nia njema sana, lakini wale washauri wake na waliomzunguka na vyombo vya dola huenda vikawa vinapotosha. Kwa hiyo mwisho wa siku zitaenda kumchafua yeye. Kwa hiyo yale yote ambayo mwenyewe alikuwa anaamini kwamba hii nchi inahitaji maboresho, kwa sababu zile R4 za rais ni dhihirisho kwamba naye alikuwa anajua kuna tatizo sehemu, kwa lazima tulifanyie kazi. Lakini sasa unapokutana na joto la kisiasa kidogo, unashindwa kuvumilia, litarudi kuchafua na wewe, na utaonekana kama ni yule. Na kuna wakati wanasema kwamba kuna kipindi unaamini kwamba serikali iliyopita bado kivuli chake bado kipo. Ukiangalia uchaguzi wa serikali uliofanyika, ndio ukiangalia uchaguzi uliofanyika wa mwaka jana wa serikali za mitaa, ndio umekuwa kichocheo kikubwa cha kuonyesha kwamba hata hizo reform zinazozungumzwa na maridhiano yalikuwa yanazungumzwa
huenda hayaakisi ukweli, ndio maana watu wanakuwa kuaminiani, ndio maana kauli zinatoka kauli radikali kama hizo za uasi na nyingine. Selina Mdemu, unafuatilia unachosema wafuatiliaji wetu kwenye mitandao ya kijamii, wanasemaje kuhusiana na hili? Maoni ni mengi, lakini kutokana na muda Rashid, naomba nisome ya watu wawili. Huyu mfuatiliaji wetu anaitwa Majimoto Malole, yuko Kibara, Bunda, Tanzania. Anasema wanasiasa wa Tanzania wanatakiwa kutanguliza busara nyingi sana ili kuepukana na migogoro itakayoweza kuhatarisha hali ya amani nchini. Lakini Edward Wilson anasema njia pekee ya kumnyamazisha Mheshimiwa Lissu sio kwa risasi za moto wala kumtishia kwa kumpeleka jela kwa tuhuma za uhaini, bali kwanza wampatie haki yake katiba ya uhuru wa maoni, ya haki ya kujieleza, alafu wananchi tutaamua. Asante sana Selina Mdemu. Fulgence Masawe, tumalize na swali hili la mwisho juu ya hatma ya kesi hii. Uligusia pia mwanzo kwamba sio kesi ya mwanzo kufunguliwa dhidi ya wanasiasa wa Tanzania, kesi kubwa ambazo zina wanyima dhamana, na nyingi ziliishia kwa waendesha mashtaka nchini Tanzania kusema hawana dhamira ya kuendelea na kesi na wanasiasa wale wakaachiwa. Una matumaini hilo pia litatokea kwenye kesi hii ya Lissu, na unaamini inaweza kuwa kabla ama pengine karibu kabisa na uchaguzi mkuu? Nafikiri hili nimesema ni kesi ya kisiasa, lazima itamalizwa kisiasa. Kwa hiyo sidhani kama kuna ushahidi ambao kwa mtu ambaye anaendesha shauri na amefunzwa sheria, akasoma, akazijua, akasema kuna shauri la uhaini, anaweza kuthibitisha kwa kauli za kisema zinazozungumzwa majukwani. Kwa hiyo naamini kwamba hii kesi itamalizika kisiasa. Shida iliyopo kama hivyo kuanzia toka awali, ukiangalia Bwana Mbowe na kesi yake ya ugaidi alikaa ndani karibia mwaka. Kwa hiyo kuna uwezekano kitakacho kumwathiri zaidi Bwana Tundu Lissu ni muda ambao atakaa gerezani mpaka hapo watakapoamua kuondoa shauri au mahakama itakapoamua vinginevyo. Kwa hiyo hatari kubwa itakayopatikana kwa upande wa Tundu Lissu pamoja na wafuasi wake na chama chake cha siasa ni huu muda wote ambao atakaa ndani mpaka suluhu ya shauri hili itakapopatikana. Fulgence Masawe, ningetamani tuendelee kuuliza maswali mengi zaidi, lakini walau kwa sasa tuishie hapa. Shukran sana kwa kujiunga nasi. Ni Fulgence Masawe, mtaalamu wa masuala ya sheria, alijiunga nasi hapa kwa njia ya simu akiwa mji wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam.